Machifu ni walinzi wa mila, desturi na tamaduni za jamii zao. Wanahakikisha kuwa historia, lugha, nyimbo, ngoma na desturi za jamii zao haziishi bali zinaendelezwa kwa vizazi vijavyo. Kwa kulifahamu hilo, machifu wa mikoa 9 ya kusini ya kanda ya vita Majimaji ambao ni mikoa ya Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe, Rukwa, Ruvuma, Lindi, Mtwara na Morogoro kwa pamoja wamefanya ziara maalum ya kumtembelea nyumbani kwake alikuwa waziri mkuu wa kwanza na makamu wa kwanza wa rais kuanzia Novemba mwaka 1990 hadi Disemba mwaka 1994, Mzee John Samuel Malechela, ambapo baada ya mapokezi mazuri na utambulisho wa machifu pamoja na wajumbe walioambatana nao, sala maalum iliyoongozwa na Chifu Makaruma Mchopa ambaye ni kiongozi wa machifu mkoa wa Mtwara ikafata. Na wakaru ni hochuola ni nzehu lelo ni homma hoze akalewa mukanihiyano mamwene ashudu pale ninowaamini chichi chionkachulu manjehu no piho serikalini ni hiyano nikale ni maisha wachuola amma aru serikalini. Ugeni huu licha kuwa na lengo la kumtembelea na kumjulia hali mzee huyu ambaye ni kati ya waasisi wa taifa hili, lakini wakawa na ujumbe maalum kwake ambao ukawasilishwa na kiongozi wa msafara huu ambaye pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Akida Wab, Prince Ibrahim Samata. Machifu hawa katika namna ya kuwaimarisha kufanya kazi zao kwa ufanisi na kwa kuzingatia mchango wao katika kusaidia chama na serikali, tuna maombi yafuatayo. Tumeandaa mafunzo ya kuwajengea uwezo machifu wa mikoa 9 hiyo ya kusini kanda ya Majimaji, kuwajengea uwezo kwenye masuala mbalimbali ikiwemo na ilani mpya ya Chama cha Mapinduzi ambayo imezinduliwa na wao wakiwepo wanashuhudia. Kwa hiyo wanapata pia fursa kupitia semina hiyo wajengewe uwezo kuifahamu ilani ili na wao watakaporudi kwa wananchi kule waweze kuinadi vizuri. Kwa hiyo tumeandaa mafunzo ya kuwajengea uwezo ambayo tunakusudia Mungu akipenda mafunzo hayo yatafanyika mkoani Mbeya kwa siku karibu 3. Kwa hivyo tuko katika jitihada za kuendelea kudonoa kuombaomba rasilimali za kufanikisha mafunzo haya. Tunaamini kwamba hili mheshimiwa mzee wetu ndio anasema kaa tayari. Naamini hili unaliweza. Na andiko la mradi naomba Chifu Kapere aje kulikabidhi wakati naendelea na ombi la pili. Unaweza kukaa tu mzee wetu, tusikusumbue. Atasimama. Haya. Ili kusisitiza ujumbe huu, Chifu Akida Wab Musa ambaye ni chifu kutoka Nyasa na ni mwenyekiti na mwanzilishi wa taasisi ya Akida Wab akapigilia msumari kila wanachokihitaji na kuomba wapewe kazi maalum ya kuhakikisha nchi hii inabaki na amani, hasa kipindi hiki ambacho taifa linaingia katika uchaguzi mkuu. Unaona machifu wa kusini wanatembea kama panyapoli. Tulipofika hapo tumetembea kama panyapoli, mwingine akapanda bajaji, mwingine akapanda nini na nini. Basi ukiona huko wafadhili, basi mkurugenzi wetu hapa atapata namba yako, tupate ataka Costa. Tukitoka kule kusini tunasema kwamba tunakwenda kwa mzee, tunakuja na kigelele chetu na ngoma zetu. Lingine sisi tumekuja hapa kwa ajili ya amani. Watendaji wengi hawamsemei mheshimiwa rais miradi yake vizuri. Tukasema hapana, twende kwanza kwenye mkutano tukamuunge mheshimiwa rais. Na sisi tumekuja ili kuiambia Tanzania kwamba tunaye kiongozi wetu mahiri, mfano wa kuigwa, na asichezewe na mtu yote wakati sisi machifu tupo. Sisi tutakuwa naye bega kwa bega. Tunakuomba utufikishie salamu. Najua wale kutoka hapa jioni tutaongea naye. Bwana nimeona kwenye TV ulikuwa unaongea wale machifu. Bwana nimekutana nao bwana, wamenipa hata na cheo bwana. Mwambie sisi tupo hapa, atupe kazi kusini. Tumfanyie kazi ya Chama cha Mapinduzi. Sisi tuna watu na sisi tuna sauti. Waswahili wanasema ng'ombe hazieki maini.
Na usemi huu unajidhihirisha kutoka kwa mlezi huyo wa machifu Tanzania, Mzee John Samuel Malechela, baada ya kutoa risala yake kwa wageni wake hawa na kwa taifa kwa ujumla, risala ambayo ameichambua katika vipengele tofauti na kisha kuahidi kuyashughulikia yale yote ambayo machifu hawa wamemuomba. Ndugu zangu, kweli kabisa machifu mtakubaliana nami. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imefanya makubwa sana. Makubwa. Kama alivyokuwa akisema msemaji kijana wangu hapo. Zamani mimi nilipokuwa Mbeya kama mtumishi wa serikali, ukitaka kwenda Dar es Salaam kwa gari yako, unatoka Mbeya unakuja kulala Iringa. Kwa vyovyote vile ungeweza kufanya kwenda zaidi ya hapo. Barabara za vuu zilikuwa vumbi, changarawe, na hapo na kulikuwa bado na mapoli. Kwa mfano kutoka Iringa kwenda Morogoro kulikuwa na msitu mikubwa kabisa. Kwa hiyo ilikuwa unachukua siku 3. Mbeya, Iringa, Morogoro, Dar es Salaam. Lakini leo niwaambie, na nitapenda sana mpate nafasi ya kupanda treni mwendo kasi. Kwa sababu treni mwendo kasi kama lisiposimama kwenye vijistation vyovyote, ni kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma saa 3. Lakini wengi mtakumbuka, tuseme hata sasa, ukiondoa mwendo kasi kuna kitu au uende kwa ndege. Lakini kwa gari sasa siku hizi, zamani tulikuwa tukisema mabarabara mabovu na nini, lakini siku hizi magari yalivyojaa kwenye barabara, imekuwa ni hatari nyingine kubwa kabisa. Kwa hiyo kuja kwa treni mwendo kasi kwa kweli ni kitu cha kujivunia. La kwangu la mwisho ni amani. Ndugu zangu, nataka niwaambie kweli. Mimi nilipokuwa waziri wa mambo ya nje, hata nilipokuwa waziri mkuu, nilipewa nafasi na serikali yangu kujaribu kusuluhisha Wanyarwanda, wale Wahutu na Watusi walivyokuwa wakiuana. Nyie acheni. Ungeona wakati ule Kigoma kama unatoka mjini kuelekea Manyovu, yani watu mle walikuwa katika hali mbaya kabisa. Wamekimbia majumba yao kwa sababu ya kuogopa kuuawa na wao kwa wao. Mauaji ya kimbali. Mimi nilikwenda Somalia, nikakuta pia kwenye ugomvi huko, mpaka nikaenda kwenye sehemu zile za Somalia ambazo ziko kama jangwa hivi. Unakuta mifupa ya watu. Kwa kweli ukifika namna hiyo unasema, Mungu wa Tanzania hayo yapitie mbali, yasitupate. Mahali popote ambapo hakuna amani, hakuna linalofanyika. Ziara hii pia ikapata bahati ya kutembezwa na mwenyeji wao nyumbani kwake na kupata historia ya picha mbalimbali ambazo alipiga kama kumbukumbu kipindi cha nyuma.
hakuzichonga ili ionekane mti gani. Kwa hiyo kwa kuangalia tu yale magamba unajua huu ni mpingo. Ni kinyago ambacho hapo ni karibu tani moja, huwezi kukiinua. Kama kuna mwenye nguvu akajaribu. Lakini tofauti na yote, machifu hawa wakawa na zawadi maalum kwa mzee John Malechela, ambayo wamemzawadia kutokana na wadhifa wake wa ulezi wa machifu Tanzania. Kwa heshima aliyotupa na kwa kuwa yeye ndio mlezi wa machifu Tanzania, na Mheshimiwa Rais tumempa nafasi ya kumuita Chifu Angaya, mimi namwekea mkono kuanzia leo atakuwa anaitwa Kings Ntendele. Kings Ntendele. Kwa hiyo huyu atakuwa anaitwa Kings kwa sababu ni mkubwa wa machifu wote. Sisi wote mkubwa wetu ndiye yeye, Ntendele. Maana yake kwamba tumeamka kwa amani, tumeamka salama. Na Mama Samia Chifu Angaya yemake nyota ya asubuhi. Kisha kutoka nyota ya asubuhi tunasemaje? Tumeamka salama. Kwa wewe ndio unatufanyisha leo hii tuje hapa tuwe salama. Na kuomba upokee jina hili la Kings Ntendele. Kwa hiyo tunapomwona mzee wetu tunamuita Kings Ntendele. Asante. Ujumbe huu maalum wa machifu hawa kutoka mikoa 9 ya kusini upo hapa jijini Dodoma katika majukumu tofauti, ikiwemo mafunzo ya ukaguzi wa asasi za kiraia yaliyoandaliwa na ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali yani CAG. Lakini pia machifu hawa walipata fursa ya kuhudhuria kilele cha siku ya mazingira duniani iliyofanyika Juni 5 mwaka huu 2025. Kabla ya kumaliza makala haya, ni kukumbushe tu machifu ni viongozi wa jadi waliokuwa na mamlaka ya kijamii, kiutawala na kiutamaduni kabla ya na hata baada ya kuanzishwa kwa mifumo ya kisasa ya serikali. Hadi leo machifu wanaendelea kuwa na umuhimu mkubwa katika jamii nyingi. Nikukumbushe tu umoja huu wa machifu kutoka mikoa 9 ya kusini umeratibiwa na kuongozwa na taasisi za Akida Wab Development kutoka mkoa wa Ruvuma pamoja na taasisi ya Chief Kapere kutoka mkoa wa Rukwa. Hadi wakati mwingine, sina la ziada. Kwa niaba wote waliofanikisha makala haya, mimi ni Zainab Mtima. Hao wagogo witu kwa mgoni ili huko tubweli hapa chifu tubweli kumula mzee witu wagogo witu baba Malechela tubipa nyumba yake hapa kwa bweli tuomba baraka zake atipela baraka zake teye na mwana atipela tete tubweli kwa nyendelea kabisa mkoto kuyo kwa mbili huko.